Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Wajumbe wake wengi kuwa wanatokana na wale wanachama wa Umoja wa Afrika, kwa maana yale mabunge 55 yanayofanya Umoja wa Afrika. Na kwa hiyo wale wabunge wanaotokana na mabunge ya nchi ndipo huwachagua wawakilishi ambao inatakiwa wawe wasizidi 5, na katika hiyo idadi ni lazima mmoja awe ni wa jinsia ya kike, kwa maana ni mwanamke. Kwa hiyo wanatokana na mabunge yanaounda Umoja wa Afrika, lakini haiondoi nafasi ya asasi za kiraia ambazo labda zinahisi zina maslahi, wanaweza wasiwe wajumbe wa moja kwa moja kwenye hilo bunge, lakini mambo yao pia yanaweza yakapata nafasi ya kujadiliwa na kama yanakuwa yanajengea ule msingi wa Jumuiya ya Kiafrika, kwa maana ya kufanya utangamano ndani ya Afrika na maendeleo yake kwa ujumla. Naam, kufanya utangamano ndani ya Afrika na maendeleo yake kwa ujumla. Sasa hapo ni masuala gani yanayozingatiwa katika bunge hili la Afrika? Masuala makubwa sana yanayozingatiwa ni yale yanayohusu haki za kibinadamu, yanayohusu demokrasia, amani na usalama kwa ujumla wake. Na hii sasa inaenda mara nyingi na yale mambo muhimu ambayo Umoja wa Afrika umekuwa akiyasimamia, na ndio maana utagundua katika hili bunge kuna kamati za kudumu 11 ambazo hizi zitakuwa zinaangazia hayo ambayo ni vipaumbele: masuala ya uchumi, masuala ya siasa na demokrasia, masuala ya haki za binadamu na maendeleo kwa ujumla wake, mazingira. Wote hao watakuwa wanajaribu kuyazungumza yale na kuyachakata ili yaweze kujadiliwa pia ndani ya bunge. Ingawa lazima niseme ukweli kwamba mambo mengi yanajadiliwa katika hili bunge yale yanakuwa ni non binding, sio yale ambayo yanazipa jukumu nchi wanachama wa kuweza kuyatekeleza, ila linakuwa zaidi kama ni chombo cha ushauri kwa serikali zinazounda Umoja wa Afrika, kwamba wanaweza akazingatia masuala haya na yale ili waweze kuyaratify, waweze kuyakubali katika sheria zao na kuyafanya ni sehemu ya msingi ya kuyatenda na kutetea katika vyombo vile vya msingi vya sheria, kwa maana ya kwamba mahakama watu wakaenda kuzidai hizo haki. Kwa unaona kwamba wao wanakuwa zaidi ni kwenye upande wa ushauri, sio zaidi kutengeneza hizo sheria ambazo zitazitaka sasa hizi nchi za Kiafrika ziweze kutekeleza. Umetaja pia kipengele kimoja kwamba bunge hili kazi kubwa pamoja na mambo mengine ni kutoa ushauri kwa nchi pamoja na maeneo mengine kuhusu masuala haki za binadamu na utawala bora, lakini inavyoonekana hili bunge liko tu katika makaratasi, nikimaanisha kwamba wengi hawalijui, wananchi wa kawaida. Kwa nini hasa unavyodhani? Sababu kubwa iko kwenye hali yenyewe, namna ili bunge lilivyoanzishwa na kukosa kwake meno ya kuweza kuzisimamia basi hizi serikali za Afrika kunafanya watu walione kwamba halina maana. Inakuwa ni kama ni kijiwe tu cha kahawa, kwamba hao watu wanaenda kukaa na kutumia labda pesa ambazo zinatokana na Umoja wa Afrika na kwa maslahi yao wenyewe. Kwa watu wengi wanalipuuza kwa msingi huo, kwa maana ya kwamba haliwezi kuwasaidia kutatua changamoto zile ambazo nchi nyingi za Kiafrika zinapatikana. Kwa kama kitu hakina mashiko, unajiuliza kwa nini uanze kutafuta uwepo wake na sababu yake ya kuwepo. Unaona kwamba inapuuzwa, lakini ilikuwa inatakiwa kwa kweli ikiwe narudia tena, itakiwa bunge hili la Afrika liweze kuwa na nguvu sana ya kutoa mwelekeo wa Afrika inataka kwenda wapi. Bahati mbaya, na ndio hivyo nasema, elimu ya uraia haijafika kuwaambia Waafrika wengi umuhimu wa hiki chombo na mambo yale ambayo yanatakiwa kweli yaweze kufanyika ndani ya hiki chombo.